pale Karumbili, tulinde amani yetu. Mimi naona nigusie kidogo hili jambo la amani. Wanahistoria yetu walioandika historia ya Tanganyika, kuna jambo kubwa sana wameghafilika. Hawasemi hii amani ambayo leo sisi tumekuwa nayo toka uhuru patikane ili kuja hivi. Sasa mimi nitaelekeza kitu kidogo tu, kwa sababu kila aliyesimama kazungumzia amani. Mwaka 1950 uongozi wa TAA ulikuwa mikononi mwa watu hawa, na walitengeneza kamati wenyewe wakiita kamati ya siasa. Alikuwa Sheikh Hassan Nyobilami, alikuwa mufti wa Tanganyika, alikuwa rais wa TAA Dr. Vedasto Kiarusi, alikuwa katibu wa TAA Abdul Wahid Clasti Sykes. Bahati nzuri mwanae yule pale Dabu Miski Sykes yule katikati. Alikuwepo vile vile Sheikh Saidi Chaurembo, yeye alikuwa ni wali wa Dar es Salaam hapa, na ni mwenye mji wao, wazara mwenyewe mwenye mji wao. Alikuwepo Hamza Kibwana wa Achu, alikuwepo na Stephen Abdallah Muhando, maarufu Stephen Muhando, ya baba mara kwa mara hawaiweki, na alikuwepo mzee John Rupia. Sasa walikuwa na mambo mawili muhimu wanataka kuyafanya. Kwanza, Tanganyika ikazungumze yuno, na pili, kumpata kiongozi ambaye watamkabidhi chama alichokusudia kukijenga, kukiunda chama cha TANU. Na watu wengi nimewaacha bali kwa sababu haya maneno hawajapata kusikia. Sasa basi, huu ni mwaka wa 53. Harakati zimekwenda vizuri sana. Abu Sykes akakwenda hapa kwenda na sio kampata Hamza Mwapachu. Anamwambia Hamza, tunakwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 53 wa kuchagua viongozi wa TAA, na 54 tuunga chama cha TANU. Bado fikra yako ni kuwa mimi kiti cha rais, alikuwa yeye ndio acting president. Ni kisa kirefu, siwezi kueleza yote, tutakesha hapa. Mimi nikae pembeni nimpishe Julius Nyerere kwenye kiti, na 54 tunaunda chama cha TANU. Na amekwenda na sio Bulokelewe kaongozana na mtu mmoja anaitwa Ali Mwinyi Tambwe. Ali Mwinyi Tambwe yeye ndio alikuwa katibu wa Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika. Na hii Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika, umoja wa Waislamu wa Tanganyika, iliundwa mwaka 1933. Na katika wengi waliunga ilikuwa kamati kubwa, lakini mtu maarufu katika harakati hizi
alikuwa baba yake Abu Saksi, mzee Klaisi Abdallah Saksi. Hamza akamjibu Abu na alimwambia, akamwambia kama nilivyokwambia Abu, mimi nadhani kiongozi atakayefaa kupambana na Waingereza ni huyu Nyerere. Wala Nyerere hajui kama yanazungumzwa na watu watatu. Na nakwambia hivyo kwa sababu sisi tunakwenda kujenga chama cha uhuru kule kwetu. Isiwe wanatizama Watanganyika, wanatizama uongozi, unatuona sisi, wanakuona wewe, wanamuona nani Mwita, wanamuona Sheikh Hassan bin Ahmed. Itatuingizia fitna hii, kwa sababu wengine hawapo, na hawa Waingereza ni watu wa fitna. Wanafanya sisi kama walivyofanyia India. India kulikuwa na Congress Party ya kina Gandhi, hawa Wahindu, na kulikuwa na Muslim League ya kina Muhammad Ali Jinnah, hawa Waislamu. Na Waingereza walifurahi kwa sababu wanawakumanisha wapate kuona wajibu watawala. Sisi tusiingie kwenye mtego huo. Na hiyo ya 23 India wana uhuru 47 usiku manane alfajiri wanapigana. Congress Party na Muslim League wanapigana. Sisi tusiingie. Sisi tuingie tukiwa wamoja. Tukiwa wamoja, amani. Wale wengine walikuwa nje. Kila kusema pale kwa Nyerere kwa wanasema hiki chama cha kusoma. Si kuwa wanaotaka uhuru ni wasakambuki yake. Hata kama sisi tutakuwa wengi harakati, lakini mwingine hajakatazwa. Huu ndio msingi wa amani hii ambayo leo kila anayesimama hapa anajivunia. Lakini ukimuuliza haya ya amani ilikujaje? Na sijui, labda waandishi wetu historia, watafiti walighafilika. Lakini mimi na wengine wanajua, kama niliandika historia ya uhuru wa Tanganyika, kile kitabu kinaitwa The Life and Times of Abdul Hayy Said, 1924 to 1968. The untold story of a Muslim struggle against British colonialism in Tanganyika. Hichi kitabu kilichapwa London mwaka 1998 na mwaka 2002 tukafanya tafsiri, tukachapwa na Fonds Publishers Nairobi. Hichi kitabu ni mashuhuri, kiko sasa mwaka 26. Ikiwa hujasoma ni bahati mbaya sana, lakini muhimu usome utaelewa. Kwa utangulizi huu sasa nakuja kutaja hawa watu ambao leo umata kuamua kuadhimisha. Lakini nasema kitu kimoja, hawa ni baadhi tu. Kama tungesema tuadhimishe, umata ningesema kuwa tuadhimishe wote, labda wamenipa daftari zima hapa la majina ya watu, kuanzia wanawake mpaka wanaume. Nataka tuwe na mfano mmoja. Nimesikia hapa kuna kitu moja kimerudisha nyuma, wanawake na Samia. Huu mwaka gani jamani huu? 2025. 1955 kulikuwa na wanawake na Nyerere, na iko picha. Ile picha imepigwa mwezi Februari mwaka 1955.
Hapa mwanzo amesimama bi mmoja anaitwa Bichiku binti Saidi Kisusa, bibi yake Miski na Basra Musa, na baba yake ni kitukuu wale yule ni kwa kitukuu. Hapa amesimama Bititi Mohamed. Hapa amesimama Bimwambita binti Mnyamani. Katikati amesimama baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hapa amesimama Lucy Lameck, mtoto mdogo kabisa, miaka 24 msichana. Na hapa amesimama Tatu binti Mzee. Unaweza kujiuliza wanawake hawa wa Kiswahili wamefikaje kuwa karibu na Mwalimu? Kwa siku ile anaondoka Dar es Salaam safari ya kwanza kwenda Juno, hawa wamsindikize. Walikuwa na karibu gani? Ndio kwa vile kuna mengi nasema hapa tafadhali. Sasa naingia kwa vile alisema uhuru ulikuja na changamoto nyingi, lakini hapa si bali pake. Kwa muhtasari tu ilikuwa Rais Mwinyi alikuwa nchi katika shari kubwa ambayo aliwafanyia Waislamu ni kuwaruhusu kutoa kibali kuwa Waislamu na waruhusa kuanzisha taasisi zao ili wajiletee maendeleo. Kwa hilo Waislamu tatu hawataweza kusahau shahada ya Mwinyi, Mungu amrehemu, kwa sababu kuanzia mwaka 68 ilikuwa huwezi kufanya taskila ya taasisi yote ya Kiislamu, ilikuwa ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo Mwinyi tunakumbuka kwa hili. Kwa pili tunakuja kwa Sheikh Hassan. Sheikh Hassan Kabere, ukisoma kitabu cha Abdulazis nimeeleza historia yake yote, na nataka kusoma kitu kimoja. Watu wengi wanakuja kutoka kunihoji kuhusu historia ya Sheikh Hassan. Lazima nimwambie kwa sababu Sheikh Hassan, lakini kama mtalia basi umilani Sheikh Hassan Kabere hana mfano, hana mfano. Sheikh Hassan Kabere na nchi pale tutakwenda kwenye nyuma, kwa sababu ndio hapa kama Abdulazis hizi walipomwendea kumwambia kuwa sasa tunaunda chama, tusikie kauli yake, na kiongozi wetu tunampa chama ni yule. Kama Sheikh Hassan Kabere amesema kuwa bana, historia ya Nyerere ni historia nyingine, asingetawala nchi hii na wala asingekuja kufanya makubwa ambayo alifanya ndani ya nchi hii. Ikisa kirefu Sheikh Hassan Kabere alikuwa anajenga chuo kikuu hapa mwaka 1968, na yeye baada ya uhuru kupatikana tu alitisha kitu ile zamani kila kitu. Nasema haya nikisoma nyaraka za kila science wanaita Muslim Congress. Congress ni mkusanyiko wa vyama vingi, ile ndio Congress.
Sheikh Hassan bin Amiri aliitisha mikutano miwili ya Congress miwili, 62 baada ya kupata uhuru tu na 63, na agenda ilikuwa moja: elimu kwa Waislamu. Ndugu zangu, asitoke mtu akasema kuwa nyinyi Waislamu mpeni shule, akaja sema hajasaidia haki, asemi kweli. Wakaamua kujenga shule ya msingi kila wilaya, kila jimbo, nchi nzima, na kazi hiyo ikaanza na ikisimamiwa na East African Muslim Welfare Society. Sheikh Hassan bin Amiri licha ya kutaka kujenga chuo kikuu, walifanya safari wakenda nchi za Kiislamu kuifungua Tanganyika, kwa sababu kabla ya hapo waliokuwa na nguvu ndani ya nchi hii ni wengine. Waislamu walikuwa hawawezi kufanya chochote kwa sababu hawana nguvu hiyo. Sasa Sheikh Hassan bin Amiri amerudi mwaka 64 kwa safari ya nchi za Kiarabu, na aliyekuwa rais wa East African Muslim Welfare Society Chewa akaitisha watu wa magazeti waandishi, akawaambia kuwa tunajenga chuo kikuu hapa. Chuo kikuu kile hakikujengwa na East African Muslim Welfare Society, ikavunjwa. Si kisa ambacho kuna haja ya mimi kueleza, wengi lakini ile vita yamepita. Lakini kubwa la Sheikh Hassan bin Amiri ni kuwa aliweza kuwatuliza Waislamu, na alileta kitu yeye ambacho tunaongelea sana kwa mbele na kwa nyuma. Aliitisha mkutano mtaa wa Pemba usiku, na katika watu ambao walihudhuria mkutano huo alikuwa Sheikh Ababa Idi Torembo, alikuwa na Sheikh Nurdin Hussein, na agenda ilikuwa moja: vipi tutaweza kujenga uaminifu hata wale ambao wako nje wanaitazama tano kwa wasiwasi, kwa sababu tuko wengi Waislamu wakadhani hiki chama cha Uislamu. Vipi tutaweza kuwaita tuwe pamoja ili tudai uhuru wa pamoja, amani ipatikane, Waingereza wasipate sababu ya kuambia hawa, nyinyi mnaona mzenu mmejiunga, anzisheni dini chama chenu, yale ambayo Hamza Makacho alifanyanisha, kwa sababu hawa wakianzisha chama chao akitakuwa tena chama kama hiki kitakuwa chama cha wengine. Ilikuwa kama yale ya Muslim Congress na Wahindi India, wanapata uhuru usiku wa manane, alfajiri nchi inapigana na nchi ikasambaratishwa, ikawa pale ikatokea India na ikatokea Pakistan. Sasa hii kutosha, lakini zaidi Sheikh Hassan bin Amiri alikuwa anatembea nchi nzima hii akiwa darasa akisomesha, na alifikisha Uislamu mpaka Malawi, Burundi, Rwanda. Na Burundi alijenga shule iko mpaka leo, inaitwa Al-Jamiatul Islamia Muslim, mpaka leo shule kenda utaikuta, na alikwenda mwenyewe kuifungua shule. Sheikh Hassan bin Amiri nilikuwa nimemaliza wakati fulani, ndio nikasema sitopata kitu kingine. Kuna kitabu nimeandika kinaitwa Rajabu Ibrahimu Kirama.
huyu ndio aliyeingiza Uislamu Machame. Basi watu wake walilingania haraka sawa. Nchi hii kama kuna mtu anataka haraka za mali kuhusu harakati na mtu wa jambo hili. Chanzo kimoja ni teknasati. Chanzo cha pili ni hiki cha watoto wa Rajabu Ibrahim Rama, watu wa mkuu Machame. Nikakuta mwaka 1931 Sheikh Hassan Namiri amefika mkuu Machame kuuliza Uislamu. Basi katika hapa nadhani haya yanatosha. Nadhani usema anataka kusoma historia hiyo, basi anaweza kupata kitabu cha kisasa akisoma yote akijua. Sasa tunakuja kwa Sheikh Nurdin Hussein, sio? Sheikh Nurdin Hussein kama nilivyokuambia, yeye alikuwa kutoka siku ya kwanza na ni katika watu ambao walihudhuria kikao kile ambacho kiliweka agenda ya kuwavuta wengine waje kwenye tano kuleta umoja. Kutoka umoja ndio unaweza mkajenga hapa. Lakini uhuru kama nilivyosema ulikuja na changamoto nyingi. Na moja changamoto ambayo ilimkuta Sheikh wetu ilikuwa kamatwa, akawekwa kizuizini na akapelekwa sehemu za kanda huko kwa muda, lakini hakukaa. Athari yake mpaka leo ipo. Ule alianzisha harakati na ameacha chuo mpaka leo kisomesha, na kila mwaka una maulidi kubwa sana inafanyika ambayo watu wengi wa Islam walikuhudhuria. Lakini athari yake vile vile Sheikh Nurdin Hussein utaikuta lini ambako ulikuwa kiwa lini yote ni moja. Siku zile koloni ikiitwa Southern Region, mkoa wa Kusini. Kutoka hapo sasa nakuja kwa Chifu Adam Safi Mkwawa. Nitakusangazia mtu mmoja. Adam Safi Mkwawa, babu yake ndio huyu Mkwawa tunayemsikia, ambaye alipambana na jeshi la Wajerumani sehemu moja inaitwa Lugalo, uso kwa macho. Jeshi la Wajerumani limesheheni silaha na waweka wamesimama huku wamesheheni silaha. Mkwawa jina lake wenyewe wanamuita Mtwa. Mkwawa, Mwakipiga na Mkwawa. Lakini Mkwawa alisilimu. Uislamu unauona umeenea Iringa na una misikiti zaidi ya 80 ya Ijumaa ya mloko Iringa. Chanzo chake ni Mkwawa. Siku nilipoandika habari za Mkwawa nikamtaja kwa jina lake, wa huyu jina lake ni Abdallah Subhanahu. Vita vyake vilikuwa kubwa, vita vyake kubwa, lakini mimi sikufanya haraka ya kujibu. Nilinyamaza kimya, wakazungumza kifya. Baadaye nikasimama nikamwambia, hapana, nyinyi mnatishika tu na Uislamu. Si kama hii kusema mkoa inakatala, nimesema mimi. Nendeni mkoa wa Museum. Nendeni mkoa wa Museum. Mtakuta pale historia yake. Na wanaeleza kuwa huyu alisilimishwa na Abushiri bin Salim al-Harith.
na kijiote cha Bushiri. Bushiri alikiana nyumbani na kumkamata walimu. Bushiri alipokwenda kwa kwanza alimsilimisha, na si kama alimsilimisha tu, alimfundisha na kuandika Kiarabu haki. Na ukenda Mkwawa, zile barua za Mkwawa alikuwa anaandika mwenyewe, utaziona pale na Bismillah Rahman Rahim. Lakini ndio historia ambayo wasomi wetu na waogopesha, wanaogopa kusema. Na Bushiri alikuwa bunduki kwao, akamwambia hii bunduki. Mkwawa alikuwa mtu akili sana. Kutana bunduki ile aliwaita mafundi wake, kwa sababu yeye pale alikuwa anachimba chuma. Akamwambia hii bunduki moja, tizameni hii tutengeneze bunduki nyingi. Na aliweza kutengeneza bunduki. Siku moja huyu damu Miski amekuja kwa kwangu, na ndugu yake anaitwa Rahma Mkwawa. Miski akaniambia, najua Muhammad unashangaa huyu Rahma vipi? Akisema hawa sisi tunahusiana nao. Familia sasa, familia Mkwawa ni ndugu. Mimi unanisikia mimi naitwa Miski? Basi huyo somo yangu mimi ni bibi yangu, dada yake na bibi yangu Bibi Ruhuru binti Musa aliyemzaa Abdul Ali na Adasi. Na Miski akiitwa Miski Simna leo. Na Rahma kutaka kunionyesha kama yeye ni Muislamu, basi alisomea Qur'ani kidogo. Lakini uko wao wako wengine walibakia kwenye Ukristo. Na ukifika pale Kalenga kwenye makumbusho yao, ile athari ya Kiislamu utaiona sana. Sasa labda nije Mkwawa vipi katika kuunga mkono mkutano. Walipokata kichwa cha babu yake wakipeleka Ujerumani, walikirejesha mwaka wa 54 hiki kichwa. Wakati huo TANU tayari imeshaanzishwa na Chief Adam Mkwawa akamwalika Abdu na Josafizi kwenye sherehe ya kupokea ile fumu. Walipokuwa pale Iringa, anamwambia Adam Sabi, anamwambia Adam, Chief, sisi tumeunga chama cha siasa Dar es Salaam, na kuna mtu anaitwa Julius Nyerere ndio tumemchagua kiongozi wetu. Sasa chifu, wewe chifu ndio, lakini tunataka sisi uingie chama. Adam Sabi Mkwawa hakusita, pale pale aliingia chama cha TANU. Na angalia kipindi hicho huyu Abdusais alipofika mbele sinaje kumweleza Abdusais. Unajua tabu kubwa ambayo imepata historia ya Tanganyika hii ya uhuru ni kwa waandishi walijaribu kumpepa Abdusais. Bala lake kubwa, bala lake ndio unaonalia tajiri na shangaa. Sasa mbona ule mhadhiri anataka mtu hapa ndio hapa. Mbona sasa kusikia? Sasa jibu ndio hili nilipata. Alikwenda Iringa, akafikia nyumbani kwa bwana mmoja anaitwa Abbas Max. Wanasema Iringa Adam Sabi Mkwawa ndio alikuwa mkubwa, ana sauti yake. Lakini Abbas Max kiasi kidogo, na yeye alikuwa na sauti yake vile vile. Alikuwa anakwenda Njombe. Abbas Max akamwambia Abdu, mimi nitakupeleka na gari yako. Alipofikia nyumbani kwake, kesho asubuhi tutakwenda huko. Katika mazungumzo akamwambia, basi tumefungua chama cha siasa sisi.
Hapo mbona sije kukopilia na sisi tunataka bwana. Akisema basi nikifika Dar es Salaam mimi nitamwambia Nyerere aje hapa. Hapa mwisho harakati za kulevya. Tunaweza kupenda sana na mimi sitaki nikuchoshe. Tumaliza na chifu la msaada kwa siku mwingine. Lakini sasa tunakuja kuona hapo hili la sasa. Siku moja yule langu miski kasoma usiku barani, kila saa kasoma. Anambia Mohamed, wewe unaandika habari nani ya kabati ya baba ilikuwa ni noti. Ndio wewe unalijua? Asema mimi pale nilikuwa mdogo nilikuwa nasikia wanasema chumbani kwa baba ulikuwa na bora. Mimi nimesikia boksi, ulikuwa na boksi imejaa noti chungu nzima. Sasa mimi mara kwanza kusikia ili boksi la noti, ananiambia mamake ni mvua utambulisho mke wa wanangu alikuwa na wake wote mama zangu. Lakini ambaye mimi nimezungumza naye nikapata mengi ni huyu ni mvua. Ikizama Mwenyezi Mungu, kuna mtoto amekaa pale anaitwa Eli. Siku mzaliwa Eli, mimi nilikuwa kusema tangu kutoka hospitali. Mimi mama yake miski nilikuwa sijamuona. Na wote hawa tunajua mwanangu sema watu jirani pale. Ndio siku hiyo nikamuona mama huyu yule. Na mpaka leo nimekaa picha yake. Hawa kina mama wana historia kubwa sana. Wana mama Maria wana historia kubwa sana ya uhuru Tanganyika. Sasa basi iko siku na kuendeleza tu maana historia yake kumaliza. Anasema ni mvua maarufu kitu malezi kwa sababu mwanae alipeleka yake. Yeye ni msichana wa kwanza kusoma kazi kuu na msichana wa pili Mwafrika kusoma chuo kikuu cha Afrika Mashariki. Anasema ni msichana wa mwanzo wa Dar es Salaam kupata digrii. Anasema Bwana Abdu Ali Dosa na Nyerere walikuwa na faida. Wakati wa mwalimu kishacha anafundisha nani buku. Walikuwa na faida, mwalimu akiwa mjini pale jioni na nyumbani kunywa chai. Siku ile Bwana Abdu kaingia nyumbani na tazama hizo sura zao, sioni ile bashasha ambayo mimi nimezoea. Kaingia mpaka chumbani. Sasa nimesuka. Nikamkimbia mume wangu chumbani kwake. Nikamwambia bibi, kuna nini? Salama huko? Akamsema si salama. Kwa nini? Safari ile biuno. Kwa pesa. Mama Lezi, una pesa wewe unikopeshe nini? Jamani kaleta sanduku la pesa. Anamwambia Mama Lezi, baba yako alikuwa na kabati lake yeye ndiye kabati, alikuwa na kabati lake na pesa. Haingii mtu wa tano akatoka mikono mitupu. Mwisho tunamwambia Bwana Abdu taratibu na taratibu, lakini alikuwa hasikii. Sasa safari kwa Nyerere imefika, matajiri wote unawajua wewe. Dosa katoa, Mzurubia katoa, Ali katoa, Abdu mwenyewe katoa. Huko Kilimanjaro Moshi huko, akina Gali Moyo wametoa. Ugomba huko, akina Swedi Kalesheki wametoa, lakini bado
kuna nakisi safari inaweza na ile safari pia anakwenda kuhutubia kikao maalum kama akikosa kile bila siku maana akamwambia ndio napo nenda kwa mfumo Kitete, yeye anaweza kusaidia, lakini nenda wewe na dosa mwalimu Mashe sio kule mshindano makao. Wanasema ni mfumo Kitete biashara yake kwa uji na maharage, akanifikire na mkawa anasema alitoa pesa kwa safari ya 5. Yeye mwenyewe anaamua kuamini kama huyu mama anaweza kuwa na pesa kiasi. Kwa hiyo masikia wanawake na Samia kwa enzi hiyo walikuwa namna gani, na labda ndio maana historia hii inatisha wengine wanakuwa kusema. Sasa ndio nimalizia hapa na kuhusu jambo kwa mfano kusema wanasema kwa basi tushereheshe sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi